na wageni mbalimbali wako tulioanza nao ibada hii katika nafasi ya serikali. Tunaye diwani, tunatazamia kuwa na watendaji wa kata, lakini pia mwenyekiti wetu wa serikali za mitaa tutakuwa nao kwenye ibada hii, kwa kuwa hao wote tumefanya nao kazi vizuri. Lakini pia upande wetu wa dinari tunaye katibu wetu wa dinari, amewakilisha wachungaji wote. Mnajua kwenye dinari yetu hii ni mchungaji mmoja tu ambaye hakuhamishwa kwenye uhamisho uliopita, na ndiye amekuja kama mwenyeji wetu, lakini wengine wote wamehama, na leo wengine wanasalimia na wengine pia wanaagana. Ibada hii ya maagano pia itakuwepo Kibirizi katika ibada kama hii. Kwa hiyo Wakibirizi watakuja baadaye kuungana na sisi, lakini kwa sasa bado wanashughulika na jukumu kubwa na wao la kuagana na mchungaji wao. Lakini upande wa kanda yetu, mkurugenzi wetu amemtuma mhasibu wetu wa kanda kuwakilisha kanda yetu, kwa sababu mkurugenzi wetu wa kanda naye leo Kasulu kuna jukumu kubwa. Baba Askofu anawaweka kitini makanoni na anaweka wahudumu wenzetu mashemasi. Kwa hiyo kwenye idadi ya mashemasi, mwinjilisti wa kanisa la Mwanga Parish naye leo anawekewa mikono ya ushemasi. Kwa sababu hiyo mkurugenzi wetu aliomba radhi kabisa asimwache mwinjilisti wake aende aungane naye kule Kasulu kwa ibada hiyo. Lakini pia kwenye kanda yetu hii ya manispaa, kanuni
Bilasa Anderson, naye atakuwa anawekwa kitini kwenye kiti cha ukanoni pale kanisa kuu. Kwa sababu hizo kurugenzi wetu zimemfanya asiwepo kwenye ibada hii. Lakini tunapomwona mhasibu wetu tuelewe kanda ipo. Tunapoona katibu wetu wa dinari tuelewe dinari ipo. Mhasibu wa dinari yupo, na viongozi wa idara mbalimbali wa dinari, ya vijana, ya Sunday school, wote wapo na waumaki wapo. Kwa dinari yetu imekamilika, ila wachungaji wachache ndio wako kwenye hayo majukumu. Kwa hiyo niwakaribishe kwa furaha kabisa. Na tumekubaliana ili kuokoa muda, ibada hii itabeba mambo yote. Tutakuwa na ibada, lakini pia tutaendana humu na habari za maagano. Tukimaliza ibada ni kwenda kupata msosi. Kwa hiyo jiandae kula, kama tumetuandalia chakula cha kutosha. Jina la Bwana libarikiwe. Niwakaribishe tena na tena wageni kwa wenyeji katika ibada hii muhimu kwangu, ili Mungu aseme na sisi. Mungu awabariki. Oye! Baba kanoni wetu Bigombo oye! Mama Bigombo oye! Familia yote ya wanafunzi wa Yesu na waumini wote, wazee wa kanisa oye! Mungu abariki sana. Basi naomba niwakaribishe katika ibada hii muhimu sana ya kuagana baba yetu kanoni, ambaye anakwenda kushika majukumu mengine katika eneo jingine katika ngazi ya juu. Tunahitaji tumuombee, lakini tuende kumshukuru Mungu kwa kipindi chote ambacho baba yetu amekuwepo hapa katika huduma, na zaidi sana katika ibada hii tuendelee kuiona nguvu ya Mungu ikituongoza sisi ambaye tumekaa naye, na anapoondoka na tunapoagana naye tumuone Roho Mtakatifu akiwa pamoja nasi. Sala ya asubuhi, ukurasa wa kwanza katika liturgia yetu Kanisa Anglikana Tanzania. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Mungu ni Roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana, uifumbue midomo yetu. Taondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu yatuonye mahali pengi tuzikiri na kuzungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna, tusizifiche wala kuwa na unafiki mbele ya Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo na tuziungame dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Tupige magoti. Nasikia kuitwa, sauti yako nikasafiwe kwa damu yako.
Yesu Kristo, samehe na kusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya maisha kwa utukufu wa jina lako. Anayewasamehe wote watumwa kwa kweli, akulehemuni, akusameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akuimarisheni katika wema wote, hatimaye sisi sote Mungu atufikishe kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tusimame kwa ajili ya utukufu. Mungu uwe radhi kutuokoa. Bwana tusaidie. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele ndivyo. Amen. Basi naomba tukae. Watoto hawa walitumikie kanisa. Watoto hawa walitumikie taifa letu la Tanzania. Watoto hawa waujenge mkoa wetu wa Kigoma. Watoto hawa uwekeze vitu muhimu ndani yao. Ondoa zile roho pandikizi zinazoharibu kizazi chetu kwa sasa. Ondoa zile roho zinazoendelea kuwanyemelea watoto wetu na watu wenye nia mbaya wasiwaone. Kwa kwenye mfumuko mbaya wa kizazi kibaya, ambapo watoto wengi wanapotezwa na wengine wanauawa, na watoto wengine wazazi wamezidiwa namna ya malezi, na sasa wako mitaani wakilandalanda, wanaitwa watoto wa mitaani. Kumbe mtaa uzai mtoto. Wengine wana kalama za uimbaji, utawapa vichocheo vya kalama zao ili waukulie wokovu wakikutumikia wewe Mungu. Nami nawabariki watoto hawa. Ni kizazi chetu kizuri, walioko hapa na walioko tumboni kwa mama zao na wanaoendelea kunyonya maziwa ya mama zao. Nao Mungu wabariki na wayatunze maziwa haya, yawe na virutubisho vizuri vya kuwakuza watoto wetu hapa. Tunakataa vifo vya watoto, milipuko ya magonjwa, mambo yanayosababisha shida kwa kizazi chetu. Mungu, watoto wawe na amani na furaha, wakiwapendeza wazazi wao, pendeza walimu wao, pendeza na viongozi wa taifa letu, ili watoto hawa wawe kielelezo bora katika ukuzi wao. Na achilia neema kwao, na achilia neema kwa wazazi wao, na achilia neema kwa walezi wao, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Watoto tuseme neema. Kristo na ushirika wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu sasa na hata milele. Amen. Karibu kwa wimbo. Mchungaji wangu mimi sitapungukiwa na kitu kwake yeye. Mchungaji wangu mimi sitapungukiwa na kitu kwake yeye. Katika maisha ya ujani, mami tulitazama kando ya maji ya utulivu, uniongoza. Katika maisha ya ujani, mami tulitazama kando ya maji ya utulivu, uniongoza. Unikuisha siku na kuniongoza huyo Yesu katika njia zake kwa ajili ya jina lake. Unikuisha siku na kuniongoza huyo Yesu katika njia zake kwa ajili ya jina lake. Neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 13. Tutasoma kuanzia kifungu cha kwanza mpaka pale mtakapoishia. Madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi: angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu, wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu,
alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake aliounyosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 14. Tutasoma kuanzia kifungu cha 20 mpaka pale nitakapoishia. Wale wenye Biblia zenye mstari katikati ni ukurasa wa 181 katika Agano Jipya. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korinto sura ya 14 kuanzia kifungu kile cha 20. Kwa msaada wa Bwana nitasoma. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba na wazimu? Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafasiri? Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri, na nyamanze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Na manabii wanene wawili au watatu, na wengine wapambanue. Lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na nyamazi. Kwa maana ninyi nyote
mwaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Na roho za manabii huwatii manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Wanawake na wanyamanze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga, na awe mjinga. Kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Asante. Kanisa, tusimame kwa unyenyekevu tuikiri imani ya mitume katika kitabu chetu cha Sara, ni ukurasa wa 15. Kanisa, tuikiri imani ya mitume kwa unyenyekevu, ukurasa ule wa 15. Na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wa kipekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka kutakuja kuhukumu watu walio hai na waliokufa. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, shirika la watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana akae nanyi, pia na roho yako. Magoti na tuombe. Ni kurasa ule wa 121, Jumapili ya 8 baada ya Pentekoste, Utatu Saba. Wazo kuu, moyo wa ibada. Jumapili ya 8 baada ya Pentekoste, Utatu Saba. Wazo kuu, moyo wa ibada. Tuombe. E Mungu mwenye uwezo wote, kwako wewe kutoka yote yaliyo bora, utumiminie mioyoni mwetu pendo lako, tulipende jina lako na kuongezewa roho ya ibada. Uyazidishe yaliyo mema ndani yetu na kuyahifadhi kwa tunzo lako la ubaba, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante, 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 asante. Nimekuja kusema asante, 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 asante. Asante sana na Mungu awabariki. Tunamshukuru Mungu kwa ninyi ambao Mungu amewajalia siku hii ya leo, siku ya Bwana, kuja madhabahuni pake Mungu kwa moyo wa unyenyekevu na upendo, kwa imani na shukurani kwa matendo makuu ambayo Mungu wetu ameyafanya kwa ajili yenu na katika maisha yenu na kazi zenu na mipango yenu na familia ya kila mmoja ambaye anayo nyumbani. Naomba sasa tujiweke mikononi mwa Mungu, tuwaombee
Mungu afanyike baraka katika kazi zenu na katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, neema yako yatosha sana, iko kila mahali na kila wakati na nyakati zote, kwa kila mwanadamu mwenye uhai, kila taifa, kabila, rangi. Na kwa neema yako Mungu, watoto wako wamekuja mbele zako katika ibada hii, kitaji neno moja tu kutoka kwako Mungu, baraka ambazo tunaamini zikitoka kwako na watu wakiwa tayari kuzipokea kwa moyo, neno lako la uzima likiendelea kuwa ndani yao, hata kile wanachokwenda kufanya Bwana katika maisha yao, katika kazi zao, kila mmoja kwa nafasi yake, wengine katika biashara zao, wengine kazi za mikono, wengine kazi ofisini, kazi za mifugo, yote yatoka kwako, wamekuja kwa imani na shukrani. Tunaomba Bwana Yesu wapokee, wabariki. Tuna uhakika yote tunayafanya mbele zako Mungu unayaona hata kabla hatujaja mbele zako Bwana. Waangalie watumishi wako hawa, chunguza kila namna ambayo wewe unaiona ndani yake, ndani ya maisha yake, katika utumishi wake, ili Mungu kamuongoze kupitia Roho wako Mtakatifu. Asante. Bwana asifiwe. Ibada oye! Kanoni Bigombo safi! Asante. Basi kwa heshima na taazima, kwa nafasi nimepewa ya mkaribisha Mheshimiwa Diwani wa kata ya Katubuka, Mheshimiwa Moshi Mayengo. Basi popote pale ulipo baba, karibu usalimie kanisa. Imana ishimwe cha. Basi na ninashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu kunipa kibali cha kushiriki katika kanisa letu la Anglikana ambalo liko ndani ya kata yetu, na licha ya hivyo mimi ni jirani yenu, niko nyuma ya ukuta wa kanisa hili, na nimekuwa nikisema sana kwamba kanisa hili mimi kama jirani tuna mchango wa ushuhuda wa kupata kiwanja hiki. Kwa hiyo sina namna ya kukwepa, na lazimika kuwa mmoja wa karibu sana na kanisa hili. Imana ishimwe. Baba mchungaji, nashukuru kwa kunipa mwaliko huu. Hapa nilipo nimekuja peke yangu. Masuala ya kiserikali yako mengi sana. Watendaji wangu wa kata ambao wako chini yangu wako kwenye zoezi la kuratibu shughuli za daftari la wapiga kura. Kwa hiyo nami nipende kuanza na kwanza kukupongeza wewe. Tumeishi vizuri sana na wewe hapa, na nzuri zaidi, mimi nazaliwa wilaya ya Kibondo, mchungaji wilaya ya Kibondo kijiji cha Kifula, mchungaji wilaya ya Kibondo kijiji cha Busunzu. Bwana Mungu akubariki sana. Kwa hiyo la kwanza nitaka nianze na tangazo la kiserikali la kuhusu kuhamasisha tarehe 20 tuna uzinduzi wa daftari la kupiga kura ambalo linawalenga wale wa 2015 waliokuwa chini ya umri 18. Sasa ni wakati wa kujiandikisha kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na Mheshimiwa Rais kwa mwaka 2020. Na kibali, mimi ni mlezi wa kwaya hii. Kuna kitu ambacho nimekifikiria kama utakibariki baba. Tuna mambo mengi ya kiserikali ambayo yanafanyika katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Niwaombe vijana wetu wao tuwaandae kwa kuandaa nyimbo za kiserikali za amani, ili kunapotokea shughuli za kiserikali mimi niwe nyuma yao kuwachukua kwa ajili ya kwenda kuhamasisha kule. Na ni kweli usiokuwa wazi, hawa vijana kwa wanaweza kutumia vizuri, akiwepo Mheshimiwa Rais, makamu wa rais, waziri mkuu na shughuli za mwenge. Na hata hivi nimechelewa kidogo,
ili wazo lingejijia tungeweka kwenye daftari la wapiga kura, kwa sababu mgeni rasmi atakuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Lakini hatujachelewa, siku bado zipo, uhai bado upo, Mwenyezi Mungu anatujalia, tutaliendeleza sana. Na umaki ni waombe mtakapo hii wiki kama mna mazoezi, naomba mnialike na jambo lenu. Kwa hiyo nimeona inawezekana nisipate nafasi tena ya kuongea, niyatumie haya. Basi mimi nawapenda sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante. Ongeza makofi kwa Yesu. Wanafalsafa wanasema kwamba ukitembelewa na wageni basi haimkini atakuwepo na malaika. Amina. Mwabonye. Ongeza makofi kwa Yesu. Namshukuru kwa nafasi umenipatia ya kumleta hapa mbele mheshimiwa diwani. Basi naomba ule mkatibu mwingine kama ulivyoandaliwa. Asante. Za viongozi wetu wa kanisa, tunaye mwakilishi wa mkurugenzi wetu Kanoni Sadoki Miampi amemtuma mwashibu wetu wa kanda. Huyu sasa yeye atasalimia salamu mbalimbali pia. Karibu baba. Karibu sana. Karibu sana. Haleluya. Haleluya. Mheshimiwa mkurugenzi mteule Canon James Nation Bigombo, naomba nisikosee, nishukuru kwa ajili ya heshima kubwa ambayo umenipa kwa nafasi hii, lakini pia nimshukuru Canon Sadoki Miampi ambaye ni mkurugenzi wetu wa kanda yetu ya manispaa sasa, ambaye amenipa heshima ya kuja hapa kwenu kwa ajili ya kushiriki nanyi kuagana na mchungaji wetu. Kwanza nilete salamu kutoka nyumbani kwangu. Mke wangu amewasalimu katika jina la Yesu. Pale nyumbani tumewekea wawili tu, mimi na mke wangu. Watoto wameshaenda huko, lakini nilete salamu kutoka kanisa la Mwanga, wamewasalimu katika jina la Yesu. Sasa nilete salamu rasmi kutoka kwa mkurugenzi wetu mchungaji Canon Sadoki Miampi, ambaye sasa hivi yuko Kasulu kwa ajili ya shughuli ya upadirisho. Kuna mwinjilisti wetu pale anapata daraja la ushemasi, na yupo Canon Bilasa ambaye ni rudini wa dini ya Ujiji, yeye anakarishwa kwenye kiti cha ukanon, naye anatoka kwenye manispaa yetu. Sasa hao wametuma salamu, naomba nisipokee. Na heshima kubwa kwa sababu ya kuagana na mchungaji wetu. Mimi namfahamu kiasi cha kutosha, kwa sababu tumekuwa naye, halafu yeye ni bosi wangu. Kule nyuma na mkurugenzi, ndipo nafuata yeye kama katibu, halafu nafuata mimi, halafu wanafuata watu wao. Kwa hiyo kiutawala tunamfahamu vizuri, lakini wapongeze ndugu zangu wa Katubuka kwa sababu hapa mna historia. Hapa Katubuka tuna historia. Niwakumbushe kama mmesahau, niwakumbushe Canon Sadoki Miampi alifanya kazi hapa. Alipoondoka hapa, wakati alikuwa katibu wa kanda, alipoondoka hapa akaenda Kasulu kama mkurugenzi, na akaenda kufanya kazi sehemu mbalimbali, na baadaye sasa amerudi, sasa ni mkurugenzi wetu. Na leo Canon James Nation Bigombo amefanya kazi katika manispaa yetu, na hatimaye amehamia hapa Katubuka, na sasa anaondoka hapa kwenda kufanya kazi ya Mungu mahali pengine akiwa nani? Mkurugenzi. Kwa hiyo eneo hili la Katubuka ni eneo la baraka. Kana juzi baba askofu alikuwa pale Mwanga, halafu akatamka akasema, hivi ninyi mnapenda muendelee kuitwa Sam Cathedral? Akasema ana maono huko mbele. Sasa tushangae atakapokuja kumsimika mtu hapa baada ya Canon, akasema
hivi ninyi sasa sio ya kwangu, hayo ni ya kwangu, sawa hivi ninyi napenda muendelee kuitwa dinari ya Katubuka? Historia inaonyesha kwamba hapa hapakuwa na kanisa, isipokuwa kulikuwa na maparishi mengine. Dinari ilikuwa pale Mwanga, makao makuu ya dinari, na Ujiji na wapo wengine ilikuwa ni maparishi. Tulikuwa tunakwenda mpaka Manguruka huko. Ilipobadilika Mwanga kuwa makao makuu ya dinari na kuwa kanda, sasa Ujiji ikapata hadhi ya kuwa dinari. Dinari kahama kutoka Mwanga kaenda Ujiji, na tayari Mwanga tukakalia kiti cha kanda. Yamkini hayo matazamio yanayotajwa huko, si ajabu hata Katubuka nayo ikaitwa. Kwa hiyo hayo ni ya Mungu, tuendelee kuyaombea. Kwa hiyo hapa ni mahali ambapo kuna mabadiliko, kuna maendeleo ya mara kwa mara, tena yanakwenda kasi sana. Niwapongeze KYG sema hivyo okay, mnapoitwa hivyo kuna maendeleo, unaonekana kama vijana mambo yanabadilika hapa. Nilikuwa naangalia wenyeji wa kwaya hii kama bakia 3 4 hivi, na ukitaka kuona kwamba mambo yanaendelea kuwa mazuri, kuna mabadiliko. Kuna vijana mbona wengine wengi umeingia tu hapa, jamani hongereni. Lakini pia Katubuka sasa mnaanza kusogea. Hongera mchungaji. Tulikuwa tunataja laki hapa. Sasa tumeanza kutaja milioni. Milioni 1. Hameni kidogo mwende milioni 2, wakati Mwanga tuko milioni 4. Ukifika milioni 4 mwende milioni. Ukifika 4 tunaenda 6, nyinyi mtakuwa milioni 3. Halafu nimesikia mnasema na hata mmekadiria mapato kuwa milioni ngapi? 14. Sisi tuko kwenye milioni 25 kwenda 30. Kwa hiyo nyinyi mkifika 25 sita kwenye 50. Haya ndio maeneo tunayotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nisiwe kama mwanasiasa, lakini kwa kweli nasikia faraja sana kusimama mbele yenu na kuyasema haya. Tunaamini kwamba kanuni wetu tunapokwenda kwenda kufanyika kuwa baraka zaidi. Hapa kwa manispaa umefanyika kuwa baraka, na unapokwenda utafanyika kuwa baraka, na ipo siku unawezekana ukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Katibu wa kanda miaka ile alikuwa hapa manispaa. Wakati ule akaenda huko, akasogea Vitale, akaja Masanga, sasa yuko hapa. Lakini wakati tulikuwa tunamtaja Mpanda. Sasa anapokwenda hapo Matiazo ni kanda ambayo imetokana na sisi hapa. Si ni karibu tu hapa. Iko siku atarudi. Cha msingi tuendelee kumwombea, lakini tuombea na ili tufanye kazi ya Mungu vizuri, kwa uaminifu, kwa uadilifu, na siku moja tutakaa wote mahali tuna enjoy tukule juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana. Asante sana. Chapie makofi. Jamaa anaonekana kama naweza kaikabili madhabahu vizuri, kwa hiyo siku moja mchungaji Bubuone mkabidhi madhabahu, naona kama anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nilikuwa na salamu zingine ingawa zimeshadondolewa. Ilikuwa ni Kanoni Balikulije alete salamu za Mwanga, kwa sababu tulikuwa na ugeni wa baba askofu. Jumapili hatukusali hapa, tuliwaaga wote kwa ajili ya ibada kubwa ya kipaimara na kutamka jina jipya ambalo sasa nitamani aje tuliyekuwa naye mjumbe. Kanoni, nikusumbue tena uje ulete salamu sasa rasmi kutoka Mwanga, ana hawa walitutuma tunaenda kwa niaba yao, na tutakuwa wako wameshagusagusa, nadhani utasema kidogo. Ile baba askofu pamoja na kutubatiza jina hilo la kanda ya manispaa ya Ujiji, lakini alikuwa na matamanio yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alikuwa na matamanio yake, na alihoji kama nilivyosema baba hapo kwamba hivi mmejipangaje kanisa la Mwanga kukamilisha hili jengo ambalo mnalijenga? Wakasema miaka 3. Asema hapana,
hapo mnakawiza maono yangu. Haleluya, mnakawiza maono yangu. Akasema hebu ongezeni kasi, ongezeni kasi. Anasema yeye katika utawala wake hapendelei, aendelee kusikia Sabu Cathedral Mwanga. Amen. Anataka asikie jina linaitwa na nini na D. Haleluya. Yaani dayosisi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake sio kitendawili tega tunategua. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, tunashukuru kwa ibada ile na tunaomba tuwafikishie salamu kutoka kwa ndugu zetu, baba mkurugenzi pamoja na wachungaji, viongozi wa kanisa lile kwa ujumla. Walituma salamu nyingi sana sambamba na baba askofu, naomba msipokee. Aishi kwa imani na kuenenda kama upendavyo wewe katika maisha haya, na ushiriki utukufu wako milele katika maisha yajayo, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Yesu Mungu Baba yetu wa mbinguni, napenda kumshukuru Mungu kwa uzazi. Pia nawashukuru hata wana maombi wanaojitabisha kutuombea sisi wajawazito. Wabarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nawapenda katika Bwana. Amen. Sikia kidogo. Amen. Kubwa ni kumshukuru Mungu kwa nafasi tuliyokuja. Sisi tumetokea Masanga tukiwa makanoni. Ukanoni nilipatia Masanga na tulimshukuru Mungu pale. Na sasa nimekuja hapa mkanipokea mimi na mama na watoto na wajukuu mbalimbali wamekuwa wakija. Tumeishi chini ya baba aliyetupokea, mchungaji wetu Kababa. Huyu hapa, huyu ndiye aliyenionyesha mitaa yote ya mahali hapa kama mwenyeji, na kwa mara ya kwanza nilitumia usafiri wake na nilimwambia, wewe utanibeba, wewe ndiye unajua tunaenda kusalimia nani na wapi na wapi. Na mzee wangu Kababa alikuwa mwaminifu, alinitembeza mitaa yote, tumezunguka na baba huyu na tumefanya huduma kwa kadri tulivyoweza. Huyu baba ana kipawa cha maombezi na amekuwa akiomba mpaka na usiku wa manane. Anakuja kunitaarifu, baba, nimefanya maombi, nimeenda mara saa 8 huko, mimi sijapajua, na ataja tu sijapajua. Akasema, baba, piga kazi, wala usiwe na wasiwasi yoyote, ila wakikuletea kasamsingi unanigawanya kidogo. Lakini pia nikapata mwinjilisti mahiri sana ambaye Mungu alimpa vipawa pia kufanya huduma mbalimbali. Mungu amenisaidia kweli kazi. Lakini zaidi nikapata bahati mbaya, katibu wangu wa kwanza nilianza naye Mungu akamchukua. Na
Nasema bahati mbaya ya binadamu, kwa Mungu hakuna bahati mbaya. Lakini pia nikapata katibu mwingine ndugu yangu Elisha Lembo. Lembo amekuwa msaada mkubwa sana, tukasaidiana na ndugu yetu Gabriel na kamati ile yote ya wazee wangu wa kanisa, pata kanuni Balikulije na kamati yote ya wazee wa kanisa, tukafanya kazi vizuri. Mimi ni kwa nafasi hiyo tu kwanza namshukuru Mungu. Lakini jambo lingine la pili ni namna ya watu wote mlivyotuombea. Sina mgogoro na mtu yeyote kwenye kanisa hili. Yaani mpaka naondoka naweza nikalala kwa mtu yeyote na kwa wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sina mgogoro wowote na mtu yeyote kwenye kanisa hili. Wote tunapendana, tumesaidiana, tumetiana moyo, tumeombeana kabisa, na washukuru sana. Hilo pia nimesema lazima nimwambie Mungu mimi ni nani. Juzi tulikuwa tulikuwa tunateta na ndugu yangu kama hapa. Anasema huyu mwenyekiti wa chama huyu ndugu Kinana wale wa CCM Mungu. Anasema alipata kura zote. Mpaka watu wasema wewe ni nani unapata zote? Yaani unajua zote. Na mimi hapa kwangu nimepata kura zote. Mshangilieni Bwana Yesu. Amen, namshukuru Mungu. Wote mmeniombea, wote mmetubeba, wote mmetusaidia. Na kisha thibitisha, naona kwaya imetimuka yote, lakini na binti yetu wa mwisho ambaye amemaliza kidato cha 6 anaimba kwaya hii. Na sasa mama naye huyu naye anaimba kwaya hii. Kwa hiyo huku wako na amani, ni mwelele tupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili thibitisha kwamba tuliishi na ninyi vizuri kwa mshikamano mzuri. Lakini jambo lingine sasa ambalo la mwisho, nimeteuliwa kuwa mkurugenzi wa kanda kubwa yenye watu. Kanisa tu lile naloliongoza lina watu 800. Lile kanisa tu, yani wakikaa kama mlivyokaa hapa ninyi mko kama 400 na kidogo. Sasa mara 2 ya hawa ndio naenda kukabiliana nao. Kwa hiyo nahitaji neema ya maombi kwenu, ili Mungu anipe nguvu namna gani nitakavyoingia kwao na kutoka kwao, halafu waseme mchungaji amepita hapa. Ninahitaji neema ya Mungu sana. Kwa hiyo mniombee. Kwa hiyo la mwisho ni ombi. Naomba mnibebe mimi na mama, na sasa tumeshakuza. Sasa huyu anasoma, huyu amemaliza, ana mambo yake Dar es Salaam, hayuko huku. Tulikuwa na huu wajukuu sasa wana madarasa ya mitihani, na kajukuu kaka nasoma kwetu sasa kana madarasa ya mitihani, kwa hiyo watabaki hapa mjini. Kwa hiyo maana yake naenda mimi na mama, na huyu ambaye amemaliza kidato cha 6 nasubiri tu matokeo, na nadhani matokeo yametoka jana. Sijacheki vizuri kama amefaulu kwa kiwango gani. Kwa hiyo sijacheki vizuri. Kwa hiyo kama amefaulu maana yake na yeye anaenda shule. Haya, nina kijana mwingine yuko chuo kikuu mwaka wa 2 yuko huko na wanaendelea mtihani, watafunga tarehe 17, bado wanaendelea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo tumebaki hawa, wengine wana familia zao. Watoto wengine wako Dar es Salaam wana familia zao, wengine wako Bukoba wana familia zao, wengine wako Mpya wana familia zao, na hawa ni wanafunzi, na wanafunzi nao wana familia za kishule. Kwa hiyo namna ya kuishi tunaenda kukabiliana na huyu. Sasa tulikuwa tumezoea kujukumu na oshaosha vyombo. Sasa nilikuwa nimwambia mama ufanye mazoezi hapo unaosha. Maana sasa wajukuu nao wanabaki shule. Kwa hiyo naomba muwalee wajukuu wangu, watunze watoto wangu, maana wanabaki hapa mjini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neema ya Mungu iliyotutunza itawatunza. Tumewatia moyo na kuwaombea. Tumepata nyumba tu hapo juu ya Sido kwa ndugu yetu Joel Mtemba, ndio watoto wale watakaa pale. Tumepata nyumba ya kupanga mahali pale, kwa hiyo wataishi pale. Wapende ushirikiano, pata kandizi wapelekee pale, pata katikiti wapelekee pale, utakula lipa mimi. Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, na hata milele Bwana uturehemu. Bwana Kristo uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Nishasema sala ile, tuendelee na sala zinazofuata. Tuombe.
Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa unyenyekevu kwa kuwa umemkubali ndugu yetu, baba yetu Kanoni James Bigombo na mama na familia yake katika utumishi wako ambao Mungu ulimkabidhi tangu ulipomuita katika huduma hii. Sasa yuko mbele zako, anakushukuru kwa moyo na imani na furaha. Tunakusihi Baba wa rehema, mjalie yeye na mama na familia yake wakushukuru kwa moyo, wayatimize mapenzi yako na kufuata utakatifu na haki, hata waufikie ufalme wa upendo wako kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Akubariki, akuhifadhi na kutunze sasa na hata milele. Amen. Amen. Baba
sana Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina lenye kibali kwa watu wako, jina lililotukuka kuliko majina yote. Mbingu na nchi zalishuhudia jina lako, na kila goti na ulimi utakiri ya kwamba wewe ndiye Bwana. Asante kwa ibada ya leo, Bwana. Baada ya kuagana na wapendwa hawa tuliokaa nao miaka miwili, lakini miaka 6 kama katibu wao wa kanda, Mungu wajalie neema na kibali cha kweli katika kulitafakari na kulihudumia neno. Asante kwa wapendwa hawa waliotoka sehemu mbalimbali ndani ya manispaa yetu kuja kuungana na sisi kwa ibada hii. Wabariki Wakristo wote, wa baba na wa mama, vijana wa kike na vijana wa kiume, watoto wadogo, wanaonyonya na wenye mimba, wote Mungu wasikie sauti yako tunapoagana leo. Kwa upendo mkuu useme na sisi. Fuatilia maneno yako ya uzima, endelea yawe taa ya miguu yetu, yatulinde sisi tunaohama, yawalinde wanaobaki, yatuunge katika umoja wa mbingu. Hatimaye siku tusiyojua tukutane kwenye geti la mbinguni tukipongezana kwa kazi kubwa nzuri tunazozifanya chini ya mbingu. Libariki kanisa lako na liweke tayari kwa neno, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Chapie Yesu makofi ya shangwe. Amina. Namshukuru Mungu, tumetangulia kusema yale maneno ya utangulizi, tulishamaliza ya kumshukuru Mungu sana, lakini hatuwezi kuacha tena kusema na kusema. Mungu apewe sifa kwa siku ya leo. Ni siku nzuri katika siku ambayo inaweza ikawa na kahuzuni kidogo, kakuagana na wapendao. Mara nyingi upendo una gharama, lakini Mungu alitupenda zaidi, ndio maana yeye ni pendo. Na sisi tupendane, lakini katika hali ya kumjua Mungu, na tutaona baraka na matunda makubwa. Ninaomba niwaletee somo katika, tulisoma somo letu la Wafalme wa kwanza, lakini nilipata ujumbe katika somo la Wafalme wa pili sura ya 6. Nilipata somo la nenda na Mungu na baki na Mungu. Hili somo linanihusu mimi na hili somo linakuhusu wewe. Nenda na Mungu, lakini pia baki na Mungu. Somo letu ni nenda na Mungu, lakini pia baki na Mungu. Maana yake ninyi mnaweza mkatuambia sisi nendeni na Mungu, na sisi tukasema mubaki na Mungu. Bwana asifiwe. Ndio somo nimependa tuagane leo, na ninaweza nisihubiri vizuri sana, kwa sababu wanasaikolojia wote wanajua ukiwa na furaha sana unaweza ukasema vizuri ama vibaya. Na ninaomba mtu asitunoti vibaya kwa masomo yetu na masemo yetu. Ukiwa kwenye huruka ya furaha unaweza ukafyatuka maneno. Kwa hiyo msituchukulie chochote, tutazameni tu, mlitazame neno la Mungu, sisi mtuache. Furaha ikizidi unaweza ukakosea. Kwa hiyo lakini nisome maneno ya Mungu. Najitahidi niwe mnyenyekevu kwa neno ili nisikosee. Jana nikiwa na kikao na walezi wa kwaya, nilipata neema ya kusema nao mstari mmoja katika Matendo ya Mitume 20 mstari wa 28. Wanaweza wasiusahau, wakausahau, lakini naomba wasiusahau. Niliwaambia kundi hili ni muhimu sana kwa huduma ya kanisa, na unapokuwa na umuhimu huo kuna mambo ya kuzingatia. Nikawaambia mambo mawili.
jitunzeni ninyi wenyewe, lakini litunzeni kanisa la Mungu. Kamwambia vijana, makanisa mengi yenye vurugu nyingi. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya dayosisi na nimekuwa mjumbe kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo nina uzoefu. Wachungaji wengi wanahama vibaya, wengi kwa vurugu za vijana. Hayakaliki hayo makao. Namshukuru Mungu, mimi vijana wangu wametulia na tumeagana kwa neno, kwa maombi ya pongezi sana. Wapeni makofi ya shangwe vijana. Nikawapa mambo mawili: jitunzeni ninyi wenyewe kama vijana, maana kanisa linawategemea, lakini muwatunze hawa Wakristo mnaowahudumia. Kila mnaposimama hapa, kumbukeni mnawahudumia hawa. Huo ulikuwa ujumbe wao wa jana na najua wanautunza. Sasa leo unaruhusu mimi na ninyi wote, nenda na Mungu, baki na Mungu. Katika Wafalme wa Pili sura ya 6 asema tutakwenda wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya kwenda na mtumishi wa Mungu, ama faida ya kwenda na Mungu ni nini? Faida ya kwenda na Mungu ni nini? Ni hii. Katika lile kundi la watu waliokwenda kukata miti kule, mmoja aliazima kifaa kwa majirani zake. Akaazima shoka. Alikuwa na moyo wa kazi, akaazima shoka. Ameazima shoka, ameondoka na shoka la kuazima. Wamefika kule, wamekata miti. Sasa ilipokuwa namalizia kukata lile boriti, shoka likadumbukia moja kwa moja mpaka kwenye mto Yordani. Na Yordani ni mkubwa sana. Mnakumbuka wana wa Israeli wakati wanavuka kipindi cha Yoshua, walipofika mto Yordani, walimwambia, tunafanyaje Mungu hapa? Kama ulitusaidia bahari ya Shamu, tulikuwa na Musa. Sasa leo tuna Yoshua, Musa hayupo, tunavukaje Yordani? Yordani ilikuwa mkubwa sana. Waimbaji wanaimba, Yordani Yordani na usuma sana, abana bimana tuzopa kukwizera. Yordani haikuwa nyepesi ya kuimbiwa wimbo kama hivyo. Ilikuwa ni mlima mkubwa wa maji ambao ukiutazama tu unaunguruma. Watu wakasema, la, tunafanyaje? Shoka imedumbukia huko. Yule baba akalia. Fikiria mwanaume anapolia, kuna jambo. Yule mwimbaji wa nyimbo zile ya kale na dhahabu alisema, mwanaume ukilia ujue kuna jambo. Yaani mwanaume anapofika mahali analia, ujue kuna nini? Kuna jambo. Akakuwa kilio, akalia, anahuzunika. Shoka la watu limedumbukia. Nafanyaje sasa? Limedumbukia. Lakini unapokuwa na Mungu, unapokuwa na mtu wa Mungu, pia yako mazingira yatakuwa chini yako, unaweza ukayatawala pamoja na nguvu za Mungu, na wokovu wa Mungu unakuwa pamoja na wewe. Ikabidi aliposikia kilio, mtumishi wa Mungu akaja akamwambia, nini unalilia? Anasema, shoka langu limetoka, limedumbukia huko, na sasa nilikuwa nimeliazima na sijui nitarudije. Furaha ya kazi ya Mungu ikaisha, furaha ya utumishi kaisha, nguvu zikamwishia. Akaanza machozi, akalia, akahuzunika. Elisha akamwambia, nionyeshe lilipodumbukia. Akamwambia, limedumbukia hapa. Elisha akakata katawi kabuti ulio mkavu, akaukata, halafu akadumbukiza pale ambapo shoka lilidumbukia mpaka kilindini, halafu shoka likaelea juu. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Shoka lilipoelea juu, halafu mtumishi wa Mungu akamwambia, inama, chukua shoka lako. Akachukua shoka lake, kazi kaendelea na furaha ikaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika somo hili yako mambo kadha wa kadha nataka tuyaangalie. Somo letu tunasema nenda na Mungu. Manake kama wangeenda bila mtumishi wa Mungu, ununuzi wa nyumba, pikipiki ya kanisa, muunganiko bora wa umoja wetu, waumini katukuka.
mwingi, umefanya makubwa Baba. Kiwanja
ya Lay Canon John Samuel Balimulige ambao atafuatwa na zawadi kutoka katika mitaa yetu yote minne. Kwa hiyo muongozane naye. Haya, na familia ya hii nayo heshima ya kusimama mbele yako na kuleta salamu kwanza kutoka kwa baba askofu mstaafu, Askofu Makaya. Bwana Yesu asifiwe. Amenituma salamu na mimi naomba nizifikishe kama alivyoziandika. Anasema, ameanza kusema kwamba ingawa yeye na mama wako mbali na sisi kimwili, lakini kiroho tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi katika ibada hii muhimu ya kuagana na kumpongeza Kanoni Bigombo, mkurugenzi mteule, kwanza kabisa mimi binafsi napenda kumshukuru Baba Askofu Bwata aliyekuteua wewe kuwa mkurugenzi. Anao wachungaji wengi zaidi ya 200 kuona wewe Kanoni Bigombo, hilo ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Pili, nipende kupongeza sana kwa nafasi hiyo kubwa ambayo Mungu amekuitia Kanoni Bigombo. Nilimfahamu akiwa bado Busunzu, Kibondo. Hata wakati anasoma Bible School niliona ni kijana aliyekuwa na uwezo mkubwa, mpaka tunamtuma kuwa Lolodi wa Mkabogo. Ulikuwa mtihani mkubwa kwake kwa sababu ile ni kanisa kubwa lililo moto. Sasa kipindi umetumika Masanga ulionyesha uwezo mkubwa sana Kanoni, na sasa ukapangwa parish ya Katubuka, parish namba 4 katika uaskofu wetu, bado umeonyesha uwezo mkubwa sana. Tunakushukuru wewe na mama kwa huduma yenu Katubuka. Kweli umekaa muda mfupi, lakini mengi yamefanyika kwa utukufu wa Mungu. Umeteuliwa kusimamia kanda ya Matiazo. Huko ndiko, anasema huko ndiko alikozaliwa yeye na kukulia. Baba Askofu mstaafu alizaliwa Matiazo na kukulia huko na kusoma elimu ya msingi. Askofu wetu amekuamini sana hadi kuteua ukatumike pale. Tafadhali usimwangushe. Mtu akikuamini na wewe ujiamini. Mtegemee sana Mungu kwa huduma hiyo. Mungu aliyekuvusha kote ulikopita, hata huko anamiliki huduma yako. Ni askofu mstaafu na mama Makaya safarini Marekani. Zawadi yetu tutamtumia kwenye simu, na bila shaka baba umeshaipokea. Jamani, Bwana sifiwe. Pigeni sana Yesu makofi. Asante. Baada ya salamu na zawadi hiyo kutoka kwa baba askofu Makaya, sasa baba mkurugenzi mteule Kanoni James Nation Bigombo, kwa niaba ya kanisa la Katubuka la Mtakatifu Petro na viongozi wote mbalimbali katika nafasi zote hapa kwenye parishi yetu na waumini, tuna kila sababu ya kutoa shukrani nyingi sana kwako. Na kwanza tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe mchungaji ambaye ni mahiri, mwadilifu na mwenye mafundisho makini kwa kanisa la Mungu. Imani na heshima.
Tunakushukuru wewe mchungaji kwa mshikamano na viongozi uliowakuta na uliwachagua mwenyewe na waumini kwa jumla. Lakini tunashukuru kwa kusimamia wakili wetu, wakili wa kanisa la Mtakatifu Petro. Wakati baba anakuja hapa, umekuta tukiwa nafasi ya 4 katika diocese yetu ambayo inakuwa na karibuni makanisa 200. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa baba, unaondoka ukituacha kwenye namba hiyo hiyo ambayo hatukushuka, na mara moja tulishika namba 3. Bwana Yesu asifiwe. Tulishika namba 3 kwenye mwezi mmoja. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo baba umeifanya hapa kupandisha wakili wetu. Makofi kwa Yesu jamani. Tunakushukuru kwa maendeleo uliyofikia kwa kipindi ambacho tumekuwa pamoja na sisi kwa kushirikiana na waumini hawa wa kanisa la Mtakatifu Petro, na yako mengi ambayo baba ameyafanya na ameyafanya kwa umahiri mkubwa, lakini kati ya hayo ya machache nitayataja kwa ajili ya kumbukumbu, ili basi wageni wetu walioko hapa na huko Roho Mtakatifu athibitishe hilo. Jambo la kwanza, ulitukuta tuna deni la zaidi ya milioni 13. Deni hilo ulisimamia likalipwa lote. Makofi kwa Yesu jamani. Lakini ulitukuta tunajenga, tunakuwa kwenye hatua ya umaliziaji wa madarasa yetu pale juu. Tulikuwa tumejenga boma na tumeezeka, lakini bado hatujafanya finishing. Baba, kwa kushirikiana na waumini hawa wa hapa Mtakatifu Petro, madarasa yote 5 hadi sasa yamemaliziwa na yanafanya kazi vizuri. Makofi kwa Yesu. Lakini umekuta tunashughulikia swala la kuwa na maktaba ya kidijitali hapa, na maktaba hiyo kwa juhudi zako na jitihada mbalimbali kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali, maktaba ya kidijitali sasa iko tayari kwa pale inafanya kazi. Watoto wetu, jirani zetu, wasomi mbalimbali wanakuja hapo kwa ajili ya rejea mbalimbali na mambo yanakwenda vizuri. Mungu akubariki sana. Imana heshima. Umehamasisha waumini, viongozi mbalimbali kanisani, na hadi tukafikia hatua ya kununua nyumba kwa michango ambayo ulisimamia mwenyewe. Nyumba hiyo iko hapo, watu tunaifahamu, wageni ambao waifahamu watakuja kuifahamu siku moja baba askofu akija kufanya uzinduzi. Nyumba ile iligharimu kiasi cha shilingi milioni 29. Jamani, makofi kwa Yesu. Pesa hizo tulizipata kupitia udhamini wako pale SACCOS ya DWT. Wewe ukiwa ni mwanachama, tukaongezea na nguvu kidogo ya wadhamini pale, tukaweza kukopesheka, tukapata hizo pesa, tumenunua kiwanja hicho, kiko pale kinatumika. Kuna watu wanaishi kwenye ile nyumba na wanamtukuza Mungu. Makofi kwa Yesu jamani. Lakini katika jambo hilo tunamshukuru pia kwa usimamizi mahiri, kuhakikisha kwamba tumekopa lakini tunalipa. Maana kukopa ni sehemu moja, lakini kulipa ni sehemu nyingine. Na wengine wanasema kwamba kukopa ni harusi, lakini kulipa ni nini? Ni matanga. Lakini sisi tunakwenda vizuri, hakuna matanga wala nini, mambo yako vizuri. Kila mwezi kwa usimamizi wako baba mkurugenzi mteule, unalipa shilingi milioni 1,273 na shilingi 50. Kila mwezi zinaenda kule kwenye SACCOS yetu, na wala hatujawahi kunungunikiwa hata siku moja. Jamani, makofi mengi kwa Yesu. Baba mkurugenzi, tunakushukuru sana kwa sababu umetuimarisha kiroho
kanisa, lakini pia umetuacha na mshikamano mkubwa, na hasa tunapozungumzia makundi yetu ya kwaya. Makundi yetu ya kwaya, kwaya ya vijana hadi sasa ina waimbaji ambao wanakaribia 50. Makofi kwa Yesu. Kwaya ya kina mama nayo ulikuta inasuasua. Mara chache walikuwa wanasimama waimbaji 8. Lakini kwa sasa tumeshuhudia wenyewe National Bigombo, lakini Mungu pia akutie nguvu unapoiendea kazi ya ukurugenzi. Hatuna shaka na wewe, tunakufahamu. Hakuna shaka ile kazi utaiweza na utaimudu, na bado wewe utaendelea kuonekana. Tunaomba katika nafasi ambazo bado zipo kwa baba askofu aendelee kukuona ili uweze kuzifikia. Baada ya kusema hayo, asanteni na Mungu awabariki sana. Tunamshukuru sana baba mchungaji alituachia usafiri. Mara baada ya kufika hapa tu alipiga milioni kama zilikuwa 14 kasoro kidogo kwenye salio, kwa jikuta tunaita ulani kwa shilingi milioni 8. Kati ya hizo zikafanya kazi za kununua pikipiki kiasi kama cha shilingi milioni 3 na point kidogo. Makofi kwa Yesu jamani. Ndio maana nikasema kwamba yapo mengi. Haya nimeyakumbuka haraka, lakini basi na hilo tunamshukuru Mungu kwa kutukumbusha, na Mungu awabariki sana. Asante sana. Haya, asante Baba Canon kwa hayo machache. Sisi tulikupenda, na unapoondoka tunakuwa na sintofahamu kwamba sasa atakayekuja tutafanyaje kazi, lakini tuombe, utuombee. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mkiwa mnafanya kazi ofisini mkakosa ule ushirikiano wa pamoja, ni lazima kazi isiende vizuri. Lakini kama mnashirikiana, ile kazi inakuwa ni nzuri, na wakati mwingine inakuwa ni rahisi. Na hata mahali pale ambapo kazi ingeenda tofauti, mnaelekezana, halafu mambo yanakwenda. Na kushukuru kwa sababu mimi kwanza ulinipa kibali cha kujikalia kwangu nyumbani, ukanipa ratiba ya kazi. Wewe na mama, Mungu awabariki sana. Kwa nini? Kwa sababu ningekuwa nakaa hapa stesheni, lakini nakaa kwangu nyumbani na ninafanya kazi vizuri kwa ratiba nzuri. Na kwa sababu hiyo naweza nikaitwa tu hata kama dakika 10 takuwa nimefika. Hilo na kushukuru. Lakini pia tuombe, uendelee kutuombea na sisi tunakuombea. Nikukaribishe nyumbani kwetu Matiazo ninakozaliwa, na mimi kama askofu alivyosema, na mimi nazaliwa pale, na kanisa ni lile, na chini kidogo ya kanisa ndiko nyumbani kwetu. Karibu sana, lakini tuendelee kuombeana katika huduma ya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Sana. Kwa kweli kwa zawadi nzuri hizi ambazo mmetupa, na maana mmetuwezesha tayari, sasa maisha yataendelea na huduma itaendelea vizuri. Muendelee kutuombea na sisi tuendelee kuwaombea ili Mungu awaonekanie katika maisha yenu, na Bwana awabariki sana. Asante sana. Mama amechoka, amekuwa na pilika juma hili lote, funga mizigo na nini, amechoka, na namshukuru Mungu yuko vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuwa tumeshasema mambo mengi, kwa kweli mimi ni achilie shukrani nyingi sana. Haya yote ambayo Canon Blay ametaja, mafanikio tuliyofanikiwa hapa. Kwanza nilipofika tu nikaona kanisa hili kubwa, hatuna hata usafiri, na sasa tunaomba, sikujisikia vizuri. Namshukuru Mungu, sasa tumenunua pikipiki, nikasema tuanzie hii. Leo basi askofu alitia vijembe kidogo kwamba ili kanisa nafaa gari.
Akasema ndio, lakini gari tu na kakapikika kuanzia. Sasa kabla hujanunua hata chochote ni ngumu kutunza gari. Tuanzie haka kwanza. Halafu gari nalo litakuja baadaye. Kwa hiyo mimi niwatie moyo kwamba mimi nimeacha hapo kapikipiki na kitakuwa mali ya parish na mchungaji akija atakatumia. Sasa ninyi sasa pandeni mbele zaidi ya hapo. Huyu anayekuja mnunue gari nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia niwashukuru sana kwa upendo wenu na ukarimu wenu. Ukiona mtu anatoa kitu kwa ajili yako, ujue uko moyoni mwake. Kama mtu hauko moyoni ni ngumu. Lakini zaidi tena ukiona mtu ametunza muda wote tangu asubuhi mpaka sasa amevumilia kwa ajili yako, ujue tena uko moyoni mwako. Mimi najua mnatuombea, mnatukia heri, na kweli tumekuwa sasa tukitokea hapa. Nimesema mambo makubwa kidogo kupitia kwamba nikiwa Rugu Mpya, Baba Askofu Makaya aliniteua kuwa Rugudini. Sasa nikiwa Masanga, Baba Askofu Bwata aliteua kuwa Kanoni. Sasa nikiwa Katumbuka, Baba Askofu pia Bwata ameteua kuwa mkurugenzi. Kwa hiyo haya makanisa matatu siwezi kuyasahau kwa sababu yana historia katika maisha yangu. Ingawa ushemasi kabisa niliupatia nikiwa kanisa la Kijana na ushemasi na ukasisi. Kwa hiyo haya makanisa manne kwangu yana historia. Mengine yote nitaenda, lakini siwezi kusahau hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nashukuru uongozi wa kanda, pia shukrani mkurugenzi wetu. Tumeshikamana vizuri na tumefanya kazi vizuri. Asante kwa makatibu na wahudumu wote kwa niaba ya kanisa letu hili. Kwaya za kina mama na uongozi wao wote kwa ujumla tumekuwa pamoja bega kwa bega. Kwaya za vijana na uongozi wao kwa ujumla tumekuwa bega kwa bega. Tunatayo hapa inasuasua kidogo. Nachosikitika tu hapa, nina barua ofisini kwangu ambayo mwenyekiti amejiuzuru, mwenyekiti wa tayo. Hilo tu ndio linaniuma moyoni kwamba, lakini katibu wangu anaendelea vizuri na mwanamasiku anaendelea vizuri, ingawa sasa siwaoni katika jumuiko kama hili. Kwa hiyo kwenye tayo, katibu mwasilishie vizuri anayekuja kwamba tayo aitazame vizuri, ijenge vizuri. Inawezekana kuna mahali nilikosea kuwaweka vizuri, yeye aimarishe. Tayo inasuasua. Unaona hata kwenye tafrija hii hawapo. Unaiona kabisa kwamba hii sio dalili nzuri. Kwa hiyo hapo kuna malezi fulani labda tumekosea. Lakini mabadiliko ya kutoka Aika kuja tayo waitakiwa wayazoee, maana sio maamuzi yangu, ni maamuzi ya dayosisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena ni maamuzi ya jimbo. Ni maamuzi ya jimbo. Ni jimbo lote liliamua vijana wote watoke kwenye vimajina vya madayosisi yao, kwa sababu Aika ni dayosisi na wengine walikuwa na vimajina vyao huko, lakini jimbo likailisha tuwe na jina moja linalobeba vijana wa Tanzania nzima. TAI, Tanzania Authority Organization, wote. Sasa vijana wangu sio waliyapokea vibaya, sio ilikuwaje, yani sijajua hapo kama tumekosea wapi, ila Mungu atusaidie. Hapa tayo ikili wazi nimefeli kabisa. Tumekuwa na matamasha kadha wa kadha ya kuamsha mioyo ya tayo. Tumefanya matamasha kama matatu ya nguvu kubwa, lakini tunatumia nguvu kubwa zisizorudi. Yaani unawekeza fedha alafu zinapotea, unawekeza fedha alafu zinapotea. Kwa hiyo mpaka na wanaoweza kuunga mkono walifika mahali wakachoka, wamechoka tu, na tayo sasa imeyeyuka. Niwaombe wale mliobaki mjishike mkono, mpe mshirikiano mchungaji anayekuja, mumwambie wapi tulikosea sisi watangulizi wake, alafu ijengeke vizuri, tuwe na heshima kubwa ya tayo. Lakini jambo lingine ambalo nimeliacha hapa, tuna makambi ya dinari. Katibu wa dinari yuko hapa, na vijana sasa baada ya hizi sherehe waanze makambi ya dinari. Watakaa vikao na kuweka vizuri, watawekwa kila kitu na wako kwenye utaratibu wa nyimbo. Mungu awabariki ili wafanye hayo yaliyokamilika. Kili kweli nirudie kuwashukuru sana kwa zawadi zenu. Nishukuru familia yangu kwa namna ya ushirikiano. Hizi kazi za kitume unaweza kujikwaa mahali pengi. Unaweza ukawa wewe labda umejitahidi kidogo, halafu mtu akaja tu nyumbani akakosa kukaribishwa, akajikwaa na akailaumu familia nzima na mchungaji kiwemo. Tayari unaweza ukaja labda ukaacha kupokelewa na mama,
halafu ukaona hiyo familia gani hiyo, halafu ukailaumu na kazi ya kichungaji inaharibikia hapo. Kwa hiyo lazima nimshukuru mke wangu, nishukuru na watoto wangu, niwashukuru na wajukuu hapa kwa mshikamano waliowapa, maana hawa wakilegea na mimi kazi siiwezi, hawa watoto wakigoma na mimi kazi siiwezi, kwa sababu hizi kazi unatazama na watu wote. Yani Paulo aliposema ni barua, ni kweli sisi ni barua. Yani kila mtu anakuchunguza, kwanza umevaa kiatu gani, umechana nywele, kishikizo kimedondoka, kuna nini. Kuna mtu mmoja siku moja nilivaa t-shirt moja kametoboka mahali fulani, baadaye t-shirt wana usikavae tena, nimeona katoboka kametoboka. Tunatazama sana. Kwa hiyo unatakiwa uvae vizuri, uwe maridadi muda wote. Wakati fulani unavaa burafu, wakati fulani unashindwa na kunyosha nguo unavaa tu. Kwa hiyo mmetuvumilia mengi, mmetutia moyo kwa mengi. Mungu awabariki sana. Mimi hili nimelichukua kama darasa. Haya yote mliyotuhusia ni mema, ndio yeye kutuombea na kutubeba. Bila ninyi na bila Mungu hatutaweza. Ndio maana nimechagua kile kifungu tuende na Mungu. Yaani Mungu ninyi mbaki na Mungu na sisi tuende na Mungu. Mungu atatusaidia. Haya ndiyo magumu, Mungu atatusaidia. Pa kuanzia ni wapi, Mungu atatusaidia. Niwashukuru sana Wakristo wetu wa Masanga. Kwa sababu nasema Masanga kwa sababu ndio uwepesi. Hapo nimekaa miaka 4 5 ndio nikatoka. Kwa hiyo wale wananifahamu zaidi kuliko hapa. Kwa sababu hapa nimekaa sasa mwaka mmoja na miezi, kufikia leo miezi 11. Nikifika mwezi unaokuja tarehe 14 kama leo ningefikisha miaka 2 kamili. Kwa hiyo hawa wananifahamu kidogo kwa sababu mwaka mmoja na miezi 11. Ila wale nimekaa nao miaka 4 kwenda 5. Kwa hiyo wale wanifahamu sana. Ndio maana naona timu kubwa tu wamekuja bidii huko, kwa sababu tuliishi nao wengi sana. Wameacha shughuli zao na wamekuja. Niwashukuru sana, Nashukuru na mimi niombee huu mshikamano niliouona hapa. Kwaya ya kina mama na kwaya ya vijana sasa mko mmoja. Niwaahidi kwamba kuna siku nitavalishwa joho lingine. Hili joho nililovaa la urudini. Sasa kuna siku nitavalishwa joho lingine la hiyo kazi nayoiendea. Mimi naamini hata kama nafasi itabana sana, mtengeneze kwaya ya pamoja. Maana ni ngumu kualika kwaya mbili za kanisa moja, lakini mkichomekea mkachukua kwaya wa mama na kwaya ya vijana mkatengeneza kwaya, sisi tutawaalika kama kwaya ya Katumbuka. Alafu mkija kule ndio mnajijua tu hapa tuko double, lakini muje kama kwaya moja. Na siwezi kufanya sherehe kubwa. Sasa mimi nimeteuliwa nikitokea hapa, lazima muje mshuhudie matunda ya kazi. Kwaya KTC washahidi watakuja. Yaani wao walisema hivi, utualike usitualike tutakuja. Kwa hiyo sikufikishie salamu kwamba nawapokea kabisa. Kienda kule siku tu askofu akitoa taarifa ya ratiba ya kulisimika, muwe makini, nitawaita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili upendo niliouona basi tuonyeshe huko pia. Lakini pia niwashukuru sana. Yaani hata maneno ya kusema naweza tu nikakosea. Tumeishi na ninyi vizuri. Niseme jambo lingine ndio niongezea soro. Kweli moyo wangu nitamani watoto wangu wasome na wafaulu. Nilikuwa huzuni la moyo wangu kwa sababu nilikuwa nasomesha hawasogei. Hawasogei. Nashukuru Mungu alinipa watoto 8 na ni watoto 2 tu hawakwenda sekondari. Lakini watoto wengine wote wamemaliza vidato. Yaani yeye atakuwa baba yenu kiroho. Ila ninyi mtaendelea kwa marafiki zangu, maana tumeshafahamiana sasa tunafanyaje. Kwa hiyo tutapigiana message, tutapigiana simu, tutasalimiana, tutatembeleana. Mimi nitakuja kuwatembelea na ninyi karibuni mtutembelee. Tulishakuwa ndugu katika Bwana. Huo urafiki hauzuii. Na nawashukuru na watangulizi waliotoka hapa. Nyambi rafiki yangu alitoka hapa. Katole rafiki yangu alitoka hapa. Chungaji Magenye rafiki yangu ndiye ameniuzia na huo uwanja, amepambana mpaka kaniuzia. Kwa hiyo wachungaji wote waliotoka hapa ni marafiki zangu. Nashukuru Mungu kwa kweli, Mungu amenijalia wote waliopitia hapa ni marafiki zangu. Kwa hiyo tutakuja, tutaongea. Hata yule anayekuja pia ni rafiki yangu. Alichakuja na hapa nilipokuwa tu, alishalala kwenye nyumba yangu hapa, tukuja kwenye mkutano huko, akasema njoo jilalie kwangu na nini, bila kujua kama atakuja kulala. Mpaka tukaka wageni kule. Sasa atakuja kesho na mpa master nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu awabariki, watunze. Shukuru kwa zawadi hizi. Nadhani sasa nitamwalika Sorongo
wewe umesafu, lakini sini ya mambo mengi. Huyu amekuwa katibu wangu ikiwa Masana, njoo mbele sadaka zetu hizi. Tusaidiane na katibu wetu wa dinari. Katibu wetu wa dinari, njoo muombee sadaka zetu hizi ambazo Wakristo wametupa. Mungu awakumbuke, Mungu asiwaache. Kile mlichoachilia kwa ajili yetu, Mungu awajibu, awape mara 2, awape mara 3, awape mara 2. Biblia inasema asiwapungukie, awajalie mafanikio makubwa katika maisha yenu yote. Ili siku nyingine pia utupe zaidi ya hapa. Naomba Bwana akae nanyi. Lihimidiwe jina lako Mungu, wewe uliyetuumba kwa mfano wako, na ukisha kutumba leo tujifunza katika masomo kwamba wengine unafanya kwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, na wengine wanaofasiri mambo mbalimbali. Asante kwa ajili ya kutupa marafiki zetu tukiwa mitume. Umetupa watu mbalimbali kwa rafiki zetu, ulikubali tuwachunge na wakakubali wawe washauri wetu. Huu ni uwezo, ni upendo, kwamba kwa ajili ya hayo uliyotupa kufanya sehemu mbalimbali, mtumishi wako mchungaji Canon James Bigombo akiwa kwa manispaa, jina lako ulistawisha ndani yake.